Jifunze kuongea Kiarabu online TV. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Leo biiznillah subhanahu wa ta'ala tunaanza darasa yetu ya sira ya sahaba, suwar min hayat as-sahaba. Katika kitabu hiki inshallah taala tutafahamu namna ambavyo masahaba radhiyallahu anhum walivyoipambania dini hii, ili na sisi tupate mazingatio kupitia hawa. Pia kwa mazingatio haya ambayo tutakayopata katika darasa hii, kwa kufahamu namna ambavyo masahaba radhiallahu anhum walivyoipambania dini hii, itakuwa ni sababu pia kuzidisha imani zetu, tukajiona kwamba sisi hatuna kitu, bado inahitajika imani yetu kuifanyia tajdid, kupiga msasa. Pia vile vile katika faida ambazo tutakazozipata katika kitabu hiki, mufradat al-lughawiyya, mufradat ya kilugha ya Kiarabu inshallah taala. Hapa muallif rahimahullah ameanza na sahaba wa kwanza, ni Anas ibn Malik al-Ansari radiyallahu anhu. Kwa darasa ya kwanza tutafahamu historia ya sahaba huyu Anas ibn Malik al-Ansari radiyallahu anhu. Allahumma arzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ewe Allah, mruzuku yeye mali na watoto na mbariki yeye. Min du'ai rasul sallallahu alayhi wasallam la, miongoni mwa dua za Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Anas radhiyallahu anhu, kama miongoni mwa dua ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwombea Anas kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amruzuku mali, pia amruzuku na watoto na ambarik. Kana Anas ibn Malik, alikuwa Anas ibn Malik fi umri alwarid, katika mwanzoni mwa umri. Sema umru alwarid maana bidayatu alumr, yani mwanzoni mwa umri, yani bado alikuwa ni bado dogo. Hina laqanatuhu ummuhu al-Ghumaysa, pindi alipomlakinia yeye mama yake ambaye alikuwa anaitwa al-Ghumaysa, wasfa yake alikuwa anaitwa al-Ghumaysa. Na kwenye taarifa imesema qila fi ismiha al-Ghumaysa wal-arjah annahuma wasfu laha, kwamba huwa ni wasfa tu naitwa hivyo. Na kufahamu zaidi ni kufahamu historia ya sahabiyat. انظر في كتاب صور من حياة الصحابيات. أنا بيقول نستير نجينا مصحابة وكيك رضي الله عنهم. كتاب فهم زيد ورجية صور من حياة الصحابيات ومصحابة وكيك رضي الله عنهم. Kwa pindi alipomlakinia yeye mama yake ambaye alikuwa anaitwa al-Ghumaysa ash-shahadatayn, shahada mbili, bimaana mama yake Anas alimlakinia mwanae shahada mbili. Na hapa tunaona kwamba talqin, kwamba mmoja anazungumza
mwingine hanajibu. Hiyo ndio maana ya tamthili. Kwa hiyo ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alimsema laqinu watakum la ilaha illa Allah, kama anavyosherehesha ulama ni almuhtadharun, ni wale ambao waliofikwa na sakaratul maut. So maiti kisha kufa utamlaqiniaje? Wa atra'at fuadahu alghalla, na amekijaza kifua chake kilicho laini. Alghall maana at-tari au alghall ni alhadith min kulli shay, yani kile kitu kipya katika kila kitu. Ndio kwanza kinaanza kwa kifua chake kilicho laini, kilicho kipya. Bihubbi an-nabiy al-islam Muhammadin ibn Abdullah alayhi afdalus salati wa azka as-salam, kwa kumpenda nabii wa Uislamu Muhammad ibn Abdullah, juu yake zimwendee sala zilizobola na salam tukufu na amani. Fashughifa Anas bihi hubban ala as-samaa, akajawa Anas kwa mapenzi kusikia tu, yani kukule kufanya kusikia, yani ikawa ni sababu yeye kumpenda zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Shughif au shaghaf maana ahabbahu hubban shadidan, yani kule kupenda mapenzi makubwa, kwa kafunikwa na mapenzi. Shughif yani kafunikwa na mapenzi Anas kwa kusikia tu, yani hajamuona, anasikia bwana hivi historia yake. Anasema wala gharwa, na wala hakuna ajabu. La gharwa maana la ajab, hakuna ajabu. Fal udhunu ta'shaqu qabla al-ayn ahyanan, masikio huwa yanapenda kabla ya jicho kuona baadhi ya nyakati. Inawezekana kitu ukakisikia, yani ukakipenda kwa kukisikia, wala wewe uko hivi, naona kwa fal udhun ta'shaq qabla al-ayn ahyanan, kwa masikio huwa yanapenda kabla ya jicho baadhi ya nyakati. Yani kile kitu unakipenda kwa kusimuliwa, bwana kina sifa hiki, kina sifa hiki, kina sifa hiki, kwa hiyo nabaki wewe kukivutia taswira, kitakuwa kipoje hicho, unaona kama hivyo. Wa kam tamanna al-ghulam as-saghir an yamdi ila nabiyhi fi Makkah, na mara ngapi ametamani kijana mdogo aende kwa nabii wake Makkah. Au yafida ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-a'zam, au aji Mtume sallallahu alaihi wasallam aliye tukufu alayhi kwao fi Yathrib, katika mji wa Yathrib. Yathrib ni jina la mji wa Madina kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhamia. Liyas'ada biyahu, ili yafurahi kumuona. Wayahna biluqyahu, pia ili yafurahi kwa kukutana naye. Anasema lam yamdi ala dhalika tawilu waqt, alijapita juu ya jambo hilo muda mrefu. Hatta sara fi Yathrib, mpaka ikaenea katika mji wa Madina al-mahdhudha,
wenye hadhi, dhu hadhi adhim. Al-maghbuta, wenye kuonewa husda, yani al-maghbuta yani al-ghibt, ambayo hii husda inayofaa, yani unatamani na kile kitu uwe nacho, yani unatamani kimuondokee mwenzio, lakini unatamani kile kitu na wewe uwe nacho, kama ilivyo katika hadithi ya Mtume sallam, al-ghimtu ni ile husda ambayo unatamani na kile kitu na wewe uwe nacho, tofauti na husda. Sio fahamu? Kwa hiyo al-maghbuta yani wenye kuonewa husda ya kutamani kuwa na kitu. Anna an-nabiyya salawatullahi wa salamuhu alayhi, hakika ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wa sahibahu as-siddiq, na rafiki yake as-siddiq, fi tariqihima ilaiha, wapo katika njia yao kuelekea huko Madina. فغمرت البهجة كل بيت, ikaifunika uzuli kila nyumba. Faghamarat maana ghattat, ukafunika, albahja uzuli au kufaulu kila nyumba. Wa malaat alfarhu, na ikajaa furaha kila qalbi, kila moyo, kila nyumba ikawa sasa inapata furaha na kila moyo unapata furaha. وتعلقت العيون والقلوب بالطريق الميمون الذي يحمل, na yakufungamana macho na moyo katika njia yenye baraka ambayo imebeba hatua za Mtume sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi ila Yathrib. Kwa sasa ikawa watu wanayafungamanisha macho yao na mioyo yao kuiangalia ile njia ambayo tukakuja nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa akhadha al-fityan yushi'una ma'a ishraqati kulli sabah, na wakaanza vijana wanaeneza, yushi'una wanaeneza, ma'a ishraqati kulli sabah, pamoja na kuchomoza kila asubuhi, yani kila unapochomoza asubuhi wanaeneza habari. Na kama nilivyosema ulama al-lugha kwamba al-isha'a ni nashru al-khabar ghayru sahih, maana yushi'un anna Muhammadan qad jaa, alikuwa anaeneza kwamba Muhammad anakuja katika mji wa Madina. Fakana yas'a ilayhi Anas مع الساعين من الأولاد الصغار, alikuwa akienda haraka kuelekea kwake Anas pamoja na wenye kuenda katika watoto wadogo. Lakinahu la yara shay'an, lakini haoni chochote. Fayaudu kaiban mahzunan, anarudi ile hali ni mwenye huzuni. Kaiban ni ashaddu alhuzn, ile huzuni hali ya juu. Ni maneno mutaradifat, neno kaib na hazin, lakini kaib ni mwenye huzuni wa, ni yani mtu ambaye mwenye huzuni ya hali ya juu, anaitwa kaib. Fatafiqa ar-rijal وفي anasema وفي ذات صباح طري شذي الأنداء, na وفي ذات صباح, katika asubuhi shadhi al-anda, yani harufu nzuri. Shadhi yani lahu raihatun tayyiba, yani harufu nzuri. Al-anda yani umande. Al-anda ni yale maji ambayo yanateremka asubuhi, yanatoka kwenye majani, naita nini? Umande. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Inshallah.
ni mukaddima tu, yani bado hapo kisa kijaanza tu kwanza mwanzo. Anasema nadhiri ruwa, yani nzuri au yani kunawili kwa mmiminiko wa maji. Arwani al-'adbu min al-ma, yani maji mazuri. Au sema arwani husnul mandhar, yani mandhari mazuri. Kwa nadhiru ruwa, yani mandhari mazuri. Arwani husnul mandhar fi al-baha wal jamal. Sawa. Kwa nadhiri arwa, yani mandhari mazuri. Arwani mandhar husnul mandhar, binafia arwani maana al-'adb min al-ma'i, matamu katika maji. Hatafa rijalu, waliita au walipiga kelele watu fi Yathrib, katika mji wa Yathrib, inna Muhammadan wa sahibahu, hakika ya Muhammad na rafiki yake, ghada wa qaribain, wamekuwa ni wenye kukaribia al-Madina, katika mji wa Madina. Fatafiqa ar-rijalu yatawajjahuna, wakaanza watu wanaelekea nahwa at-tariq al-maymun, upande wa njia yenye baraka, alladhi, njia ambayo yahmilu ilayhi, inabeba kuelekea kwao au imembeba kuelekea kwao nabii al-huda wal khair, nabii wa mwongozo na khair. Wa madaw yatasabaquna ilayhi, na wakaenda wanashindana kuelekea katika njia hiyo, jamaati, makundi kwa makundi. Tatakhallaluhum asrabu, inawaingilia kati wao makundi, min sighari alfityan, watoto wadogo wadogo. Tuzaghridu ala wujuhihim farhatun taghmur qulubahum as-saghira, ni ile sauti ambayo inatoka mdomoni inajulisha Qur'ani, unakifurahikia kitu. Yani kuna sauti ile inatoka, yani inajulisha kwamba wewe unafurahia jambo fulani, ndio tuzagharid. Kwa kuwa wanatoa sauti juu ya nyuso zao, farhatun, kwa kufurahi au kwa furaha. Asiragri bidi yatuzagharid farhatun ala wujuhihim, wa fa'al muqaddam, kwa wanatoa sauti za furaha juu ya nyuso zao. Taghmuru qulubahum as-saghira, ikiwa imejaza nyoyo zao saghira. Wa tutri'u afidatahum al-fatiya, ikiwa imejaza vifua vyao vilivyo vibichi, yani al-fatiya, yani vilivyo katika hali ya ujana. Wa kana fi tali'ati haula'i as-sibya, na alikuwa mbele. Wakana fi tali'ati haula'i as-sibya, na alikuwa mbele kati ya watoto hawa Anas ibn Malik al-Ansari. Haya katika watoto ambao wako mbele kule, miongoni mwao ni Anas. Tali'a maana muqaddima, ni kuwa mbele. Aqbala ar-rasul salawatullahi wa salamu alayhi ma sahibihi as-siddiq, aliwasili Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na rafiki yake Siddiq. ومضى بين أظهر الجموع الزاخرة, na wamepita mbele ya kundi lingi min ar-rijali wal-wildan, katika wanaume na watoto. Al-jumu'i az-zakhira, kundi lingi min ar-rijali wal-wildan. أما النسوة المخدرات والصبايا الصغيرات فقد علوا سطوح المنازل. أما wale wasichana vigori na wale watoto wadogo wa kike, faqad alaw, wamekuwa juu, wamepanda juu. Faqad alaw, wamepanda juu, sutuha almanazil, katika vipaa vya nyumba.
anapanda juu ya vipaa nyumba ili waone shuhudia. Waja'alna yatara'ina, na wakawa wanaoneshana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaoneshana na wapo juu wanaoneshana yule. Wayaqulna, na wanasema ayyuhum hu, yupi kati hao ni yeye, yupi kati hao ni Yesu. Unajua tuna kundi la watu kwa mjui wao wapo mbali, wapo juu ya vipaa nyumba anaonyeshana, si ndio yule wamjui. Sawa. Fakana dhalika al-yawm yawman mashhudan, kwa siku hiyo ni siku yenye kushuhudiliwa. Walla Anas bin Malik yadhkuruhu hatta nayyafa ala al-mi'ati min umrihi, akawa Anas bin Malik anahitaji siku hiyo mpaka akakaribia 100 katika umri wake. Sawa. An-nayyif ni al-adad min 1 ila 3, yani idadi kuanzia 1 mpaka 3 inaitwa nayyif. ما كاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يستقر بالمدينة، الكريمية متومة صلى الله عليه وسلم katika mji wa Madina, hatta jaatuhu al-Ghumaysar bint Milhan, mpaka akamjia yeye al-Ghumaysar bint Milhan ambaye ni ummu Anas radhiyallahu anha. وكان معها غلامها الصغير، na alikuwa pamoja na yeye kijana wake mdogo bani Anas. Wa huwa yas'a baina yadayha, na ile hali yeye anaenda haraka mbele yake. Wa fuadatahu tanusan ala jabinihi, wafuabatahu, na misuko yake, wadhuabatahu, na misuko yake ya nywele, wadhuabatahu, na misuko yake ya nywele, tanmusani ala jabinihi, inatikisika katika paji lake la uso. Wadhuabatahu, na misuko yake ya nywele, tanmusani, inatikisika ala jabini. Unajua Arabu kwamba ana nywele ndefu. Naam. ثم حيت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت، kisha akamsalimia Mtume sallam na akasema ya Rasulullah, mama Anas radhiyallahu anha anamwambia Mtume sallam, ewe Mtume wa Allah, lam yabqa rajulun wala imra'atun min al-ansar, ajabaki mtu wa kiume wala mwanamke katika maansar, illa isipokuwa waqad athafak bituhfa, amekupa zawadi. Tuhfa maana hadiya. Kwa hiyo hajabaki yeyote katika wanaume mwanamke katika maansar isipokuwa amekupa wewe, athafaka bituhfa, amekupa wewe zawadi. Wa inni la ajidu ma uthifuka bihi ghayra ibni hadha, na mimi sipati cha kukupa zawadi wewe isipokuwa mwanangu huyu. Bwana nimekupa kuja kukupa zawadi mwanangu huyu. Fakhudhu, mchukue, falyakhdim kama shi'ta, akuhudumie utakavyo. Hata ni hadithi zinakuja kwamba Khadim wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, tumishi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu alimtumikia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Anas bin Malik. Fahasha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lilfata as-saghir, katabasamu katika uso wake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yule kijana mdogo, wabash, na akafurahi. Wamasaha ra'sahu biyadihi sharifa, na akakishika wakakigusa kichwa chake kwa mkono wake mtukufu. Wamassa dhuabatahu bianamidihi an-nadiyya, na akashika ile misuko yake ya nywele
kwa ncha zake za vidole zilizo laini, wa dhammahu ila ahlihi, na akamkusanya katika watu zake, yani akamfanya kwamba huwa ni katika watu zake wa karibu. كان أنس بن مالك أو أنيس بتصغير أنس كما كانوا ينادونه تدليلا في العاشرة من عمره، كما vile walivyokuwa wakimuita sawa tadlila nini hili alipobeleza tadlil yani ismu khafif litifli, yani kama vile jina ambalo linatumika kumbembeleza mtoto, yani kama vile mwanangu anataka kitu cha nguvu, unaona tadlila. Na miongoni tutasoma kwenye nahwu, miongoni mwa arabu tasghir ni tadlil, yani kitu yani kumbembeleza. Tunafahamu je? Kwa hiyo yani tofauti na mwanangu, tofauti na kitu cha una nini kadha na kadha hivi, yani kama hali fulani ile kumbembeleza. Fil ashira min umri, alipofika katika 10 katika umri wake, yawma sa'ida bi khidmati an-nabii sallallahu wa salamuhu alayhi, ile alipofurahi kwa kumhudumikia mtume sallallahu alayhi wasallam. Wadhalla yaishu fi kanafihi wa riayatihi, na akawa anaishi katika himaya yake na uchungaji wake, ila an lahiqa an-nabii sallallahu alayhi wasallam birrafiq al-a'la, mpaka alipokutana mtume sallallahu alayhi wasallam na ar-rafiq al-a'la, kutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ni kinaya ya kusema ila an lahiqa an-nabii al-karim sallallahu alayhi wasallam birrafiq al-a'la, hata alipokufa mtume sallallahu. Naona kwa hiyo ukisema kama alivyoweka hapo chini kwenye taariq, lahiqa birrafiq al-a'la ni tafsiri hapo kwenye taariq. فكانت مدة صحبته له 10 سنوات كاملات, na ulikuwa muda wa kusuhubiana kwake na mtume sallallahu alayhi wasallam miaka 10. Nahala fiha, amechukua ndani yake, min hadi, katika mwongozo wake. Yani ukisema nahala ni ile kama kunywa, ile unasema kwamba kwa mtu anasema kuchukua, kusema nahala shariba au wala shurb, yani kile kunywa vile, yani ule unywaji wa mwanzoni. Kwa amechukua ndani yake katika mwongozo wake mtume sallam ma zaka bihi nafsa, kile ambacho kimetakasa kwacho nafsi yake, wa wa'a min hadithihi ma mala bihi sadra, na amehifadhi katika hadithi zake mtume sallam zile ambazo zilizojaza kifua chake, wa arafa min ahwalihi wa akhbarihi wa asrarihi wa shama'ilihi, na amefahamu katika hali zake na habari zake na siri zake mtume sallallahu alaihi wasallam, wa shama'ilihi, na sifa zake nzuri. Shama'il ni al-khisal al-mahmuda, zile sifa nzuri, ma lam ya'rifuhu ahad, yani hajafahamu mwingine yote kinyume na yeye. Sababu kwa kwamba yuko karibu ndani ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anamhudumikia Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa anafahamu mambo mengi sana kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. ولقد لقي أنس بن مالك رضي الله عنه من كريم معاملة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما لم يظفر به ولد من والده. وفاكika amekutana na Anas bin Malik kutokana na ukarimu wa muamala wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma lam yadhfar bihi waladun min walidin, yani yale ambayo lam yadhfar, ajashinda mtoto kwa baba yake. Ma lam yadhfar bihi, yale ambayo ajashinda mtoto kwa baba yake, au ajafaulu mtoto kwa kupata mambo hayo kwa baba yake. Yani ndio mambo ambayo yanatokea kwamba mzazi aliyemzaa naye yuko na ama lam yadhfar bihi, yale ambayo hajampa kwa mtoto toka baba yake, au hajafaulu mtoto toka baba yake. Wadhaqa min nabii shama'ilihi, na ameonja katika sifa zake zile bora. Nabii maana fadhila, sifa zake zile bora. Min nabii shama'ilihi, katika sifa zake zile bora.
وجليل خصائده نال mambo yake matukufu ma tarbituhu alayhi dunya mambo ambayo yanaiona husda juu ya dunia kama ndio kwamba riziki ni ile husda ambayo unatamani kitu na wewe uwe nacho. فلنترك لأنس الحديث بس tuache kwa Anas mazungumzo an baadhi suwari alwaddah kutokana na baadhi ya picha ambazo zinazoangaza min hadhihi almuamala alkarima kutokana na muamala huu mtukufu alati laqiyaha ambao alikutana nao fi rihabi nabii sallallahu alaihi wasallam as-sam'il karim katika pembezoni mwa mtume sallallahu alaihi wasallam fi rihabi au katika viwanja vya mtume sallallahu alaihi wasallam as-sam'il karim as-sam'il karim yani vyenye ukarimu wa utoaji unasema as-sam'il karim yani vyenye ulaini wa kutoa so as-sam' amesema al-thawab al-ata al-layyin fahuwa biha ajra basi yeye kwa mambo hiyo ndio mjuzi zaidi fahuwa biha ajra basi yeye kwa mambo hayo ni mjuzi zaidi wa ala wajhiha aqwa na juu ya kuyasifia na nguvu zaidi sababu nafahamu walisia wote. قال انس بن مالك رضي الله عنه amesema Anas bin Malik Allah amridhie kana rasulullah salawatullah wa salamuhu alayhi min ahsani an-nas khuluqan baba Anas sasa anaanza kufikia jamaa ya nani ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam miongoni mwa watu wenye miamala mizuri zaidi kitabia wa arhamihim sadra na ndio mwenye kifua kipana zaidi wa ufarihim hananan na mwingi wao kihuruma faqad arsalani yawman lihajati wa hakika alinituma mimi siku moja kwa haja fulani fa kharajtu nikatoka wa qasadtu subyanan yal'abuna fi suq na nikawakusudia watoto ambao walikuwa wakicheza sokoni kwa sababu Anas ndio mwenyewe alikuwa bado mdogo kwa alitumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kaende katika mmoja katika haja fulani kwa hiyo kuenda katika haja kukutana na watoto akawa naye anacheza nao li'al'aba mahum ili nicheze pamoja na wao walam adhhab ila ma amarani bihi na wala sikuenda kwa niambia ndio ya mtu kwa alituma lakini mimi nimeenda kama anavyojua kawaida watoto akikutana kutuelezea yeye anacheza falamma sirtu ilayhi nilipokuwa kwao sha'artu bi insanin yaqul mtu amesimama nyuma yangu wa ya'khudhu bi thawbina sitruhu yangu saltafat takageuka فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول قبل أن تسلم وتوسام نسيما يا أنيس أذهبت حيث أمرت إلا أنيس يوم nilipokutuba yani nilipokuambisha umeenda naweza sana naona mtu mwana nenda fulani nenda dukani kama kitu fulani mbona arudi unamfuatilia unakuta kuna kuanzia anacheza unamshika umeenda katika sina na kusema kisema sijaenda unaona fatakafu nikapata na kigugumizi fakultu nikasema naam ndio wa inni dhalibu alana ya rasulullah kwa hiyo ndio mwenye kuenda sasa hivi tunao nitamwambia sijaenda bwana mwambie nami ni hali mimi naenda sasa wallahi لقد خدمته 10 سنين انا سنسمع نحن فاول وكنت لمولمكيه النبي صلى الله عليه وسلم كوني فما قال لشيء صنعته لما صنعت alisema kwa kitu fama qala bi shay'in sanatuhu alisema kwa kitu ambacho mimi nimekifanya kwa nini umefanya wewe kwa nini umefanya jambo hilo wala li shay'in taraktuhu lima taraktu wala kwa kitu nilichokiacha kuniuliza kwa nini umeacha wakana rasul sallallahu alayhi wasallam alayhi
idha nada Anas saghara, na Mtume sallallahu alayhi wasallam Anas anamdogesha tahabbuban matdalilan, hali mapenzi na kubembeleza. Fataratan yunadihi ya Unais, baadhi ya mara anamuita ewe Unais, wa ukhra ya Unais. Wakana alikuwa yukliku alayhi min nasaihi, anakifinisha yuake katika nasaa zake, wa mawaidhihi, na mawaidha yake, ma malaa qalbahu, yale ambayo yamejaza moyo wake, wa malaka lubba, na amemiliki akili yake. Min dhalika qawluhu la, miongoni mwa hayo kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia Anas, ya bunay, ewe kitoto changu, in qadart, ukiweza, an tusbiha wa tumsiya, kufika asubuhi na kufika jioni, walaysa fi qalbika ghish, na hakuna katika moyo wako ghish li ahad, kwa yote tufanye. Wewe ukiona kwamba unaweza mpaka siku nzima inapita uweze kumtapeli mtu, masfani hivi. Ya bunayya, inna dhalika min sunnati, kika jambo hili ni katika sunna zangu, wa man ahya sunnati faqad ahabbani, na yule ambaye atakayeisha sunna zangu kwa hakika amenipenda. Wa man habbani kana ma'i janna, na atakayenipenda mimi atakuwa pamoja na mimi peponi. Ya bunayya, idha dakhalta ala ahlika fasallim, iwe kitoto changu utakapoingia kwa watu zako salimia. Yakun barakatan alayka wa ala ahli baitik, inakuwa ni baraka juu yako na kwa watu nyumbani kwako. Asha Anas bin Malik baada wafati Rasul sallallahu alayhi wasallam 80 ama, ameishi Anas ibn Malik baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam zaidi ya miaka 80. Sawa, hapo ameweka taarifa chini namba 2, amesema kwamba naifan ziyadatan ala, yani zaidi hapo, yani zaidi ya miaka hiyo, zaidi ya miaka 80. Sana hapo bila taeleza hapo mbele inshallah. Mala khilalaha, amejaza khilalaha, kupitia miaka hiyo, as-sudura, vifua, ilman, amejaza vifua ilmu من علم الرسول صلى الله عليه وسلم الأعظم، وأترع فيها العقول فقها، نام زجاجا من يأتي أكيد فقه من فقه النبوة كفقه يوم صلى الله، وأحيا فيها القلوب، نام زهويشا من يأتي نيويو بما بثه ويلينبغ أن يتوانى بين الصحابة والتابعين من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما أذاعه في الناس، نالينبغ أن ينزل فواته من شريف أقوال الرسول الأعظم، كتكزيد قول تكوف زمتم صلى الله عليه وسلم، وجليل أفعاله من وقد غدا أنس على طول هذا العمر المديد مرجعا للمسلمين، وحقيقة لقوة أنس على طول هذا العمر، حوله عمره المديد اليومين مرجعا للمسلمين من الإسلام. وقال لي وأنس walio kwamba huyo amekaa karibu na Mtume sallallahu alayhi wasallam muda mwingi, wakawa watu mahali wanarejea kwake. Yadfa'una ilayhi, wanaenda haraka kwake. Kullama ashkala alayhim kila pale ambapo linakuwatatiza wao jambo fulani, vipi ويعولون عليه كلما استغلق على أفواههم حكم، نوانا يجميع الويات، ويعولون عليه نوانا يجميع الويات كلما استغلق، كلا فليربطوا ينفلفون على أفواههم يمدوا يوم حكم. حكم الجبوئين هنا نكتكيز في الفعال ونفرس من ذلك أن بعض الممارين في الدين، نقول مهارة فيك بعض والإرضاء الممارين في الدين
wanaonakishiana katika mambo ya dini, ja'alu yatakallamuna, wakawa wanazungumza fi thubuti haudhi nabii sallallahu alaihi wasallam, kitu wanafunzi la mtume sallallahu. Fasaluhu idhan, wakamuuliza Anas kuhusu hilo, faqala wasema ma kuntu ahunnu an a'isha hatta ara amthalakum yatamarum fil haud. Ma kuntu, sikuwa ninadhania an a'isha, kuishi mpaka ninaona mfano wenu wananakishiana kuhusu haudhi. Hadi leo tu bado mnajadiliana kuhusu haudhi la mtume. Laqad taraktu ajaiza khalfi ma tusalli wahidatun minhunna illa sa'alat Allah. Anasema laqad taraktu, kwa hakika nimeacha wakongwe nyuma yangu, ma tusalli wahidatun minhunna, haswali yote mmoja kati ya wao, illa sa'alat Allah, isipokuwa anamuomba Allah an yasikiha min haud an-nabii alayhi salatu wasallam. Ikongwe pia alikuwa anaomba kwamba Allah awajalie wale katika haudhi na nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi pia tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kuwa katika wale ambao tukokunywa katika haudhi la Mtume sallallahu alaihi wasallam يوم القيامه. ولقد ظل أنس بن مالك يعيش مع ذكرى رسول صلوات الله وسلامه عليه. Hakika alikuwa Anas bin Malik anaishi pamoja na utajo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mamtaddat bihi alhaya, yani muda wa kuwa maisha ni kuendelea kwake. Hiyo maana masdaria dharfia, mamtaddat bihi alhaya, yani muda wa kuwa uhai ni kuendelea kwake kwa Anas. Fakana shadid albahja بيوم لقائه, alikuwa ni mwenye furaha kubwa kwa siku atakayokutana naye. Saqi ad-dam'a, mwenye machozi mengi. Yawma firaqihi, siku ya kutengana naye. Kathira at-tardid li kalami, mwingi wa kurejelea maneno yake. Harisan ala mutaba'atihi fi af'alihi wa aqwalihi, mwenye kupupia juu ya kufuatilia vitendo vyake na kauli zake. Yuhibbu ma hab, anapenda kile ambacho tunakipenda Mtume sallam, wa yakra ma karih, na anachukia kile ambacho tukachukia nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kana akthara ma yadhkuruhu min ayami yawma, na alikuwa zaidi ya yale ambayo anayokumbuka katika siku zake siku mbili, yani siku hizi ndio alisahau katika maisha yake, siku mbili hizi. يوم لقائه معه أول مرة, siku ya kukutana naye, siku ya kukutana naye pamoja mwanzoni tu kwa mara ya kwanza. Yaumu liqaihi ma'ahu, siku ya kukutana naye pamoja mwanzo. Wa yaumu mufaraqatihi lahu akhir marra, siku ya kukutana naye kwa mara ya mwisho. Fa idha dhakara al-yawm al-awwal sa'ida bihi wantasha, na pindi anapoikumbuka siku ya kwanza anafurahi kwa siku hiyo. Wantasha, na anaamka, yani anapata uchangamfu. Wa idha khatara lahu al-yawm ath-thani, na pindi itakapofikirika kwa hiyo siku ya pili, intaha wa baka, analia kilio kikubwa. Sawa, au nasema intahaba wa baka, yani inadhihiri kwake yeye sauti ya kilio na analia. Ndio sema intahaba ni kulia kilio kikali, kwa sababu lakini mutaradifat tunaweza tukafasiri kwamba wa idha khatara lahu al-yawm ath-thani intahaba wa baka, yani inadhihiri kwake yeye sauti na analia, sauti ya kilio. Wa abka man hawlahu min an-nas, na anawaliza wale ambao wako pembeni yake katika watu. Wa kathiran ma kana yaqulu, na mara nyingi vile ambavyo alikuwa akisema, laqad ra'aytu an-nabiyya alayhi salatu wassalam, hakika nimeona Mtume sallam, yawma dakhala alayna, siku aliyoingia, wa ra'aytuhu yawma qubida minna, na nimemuona siku ambayo aliyokamatwa kwetu, yani aliyofishwa kwetu. Falam ara yawmayn yushbihanihima, sikupata kuona siku mbili zikifanana na hizo. Fa fi yawmi dukhulihi al-Madina adaa fiha kullu shay,
siku ya kuingia kwake katika mji wa Madina kiliangaza ndani yake kila kitu. وفي اليوم الذي أوشك فيه أن يمضي إلى جوار ربه, na katika siku ambayo alisafiri ndani yake au alikaribia au shakafi alikaribia ndani yake kuelekea ila jawari rabbih, jirani na Mola wake, Allah mafiya kulli shay, ile katika kama ilipokaribia masiku yake kufanyika kila kitu kile katiza. Wakana akhira nadratin, na lilikuwa tazamo la mwisho, nadartuha ilayhi yawm al-ithnain, nilitazama kwa Mtume sallallahu siku ya Jumatatu, hii na kushifati sitara, pili ilipofunuliwa pazia mhudrati katika chumba chake Mtume sallallahu, faraitu wajhahu, nikaona uso wake kaannahu waraqatu mushaf, kana kwamba ni karatasi ya msahafu. Wakana an-nasu yawmaidh, na walikuwa watu siku hiyo wuqufan, ni wenye kusimama khalfa Abu Bakar, yanzuruna ilayhi, kama Abu Bakar anamtazama. Waqad kadu an yattaribu, waqad kadu, na kwa hakika walikaribia an yattaribu, kutikisika. Fashara ilayhim Abu Bakar an butu, Abu Bakar akawaashiria tulizaneni. ثم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر ذلك اليوم, kisha akafishwa Mtume sallam mwishoni mwa siku hiyo. Fama nadharna manzaran, hakujatazama matazamo, kana ajaba ilaina, yalikuwa yanastaajabisha zaidi kwetu, min wajhihi sallallahu alaihi wasallam, kuliko uso wake Mtume sallam, hina raainahu, hina warainahu turabahu, pindi tulipomfukia mchanga wake. ولقد دعا رسول الله صلوات الله عليه لأنس بن مالك أكثر من مرة, na kwa hakika alimwambia Mtume sallam Anas bin Malik zaidi ya mara moja. Wakana min du'aihi lahu, na ilikuwa miongoni mwa dua zake Mtume sallam kwa Anas, Allahumma arzuqhu malan wa waladan wa barik lahu, ili Allah mruzuku yeye mali na watoto na mbali. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام, وحقيقة يجيب الله دعاء نبي wake صلى الله عليه وسلم. فكان أنس أكثر الأنصار مالا, alikuwa Anas katika maansari wenye mali nyingi zaidi, wa awfarahum dhurriya, na wenye kizazi kingi zaidi, hatta innahu, mpaka kikaye raa min auladihi wa hafadatihi, mpaka innahu kikaye ameona katika watoto zake na wajukuu wake, ma yazidu ala al-mi'at, kwa yani msiki zaidi ya hiyo. Sawa, ameona mwenyewe kwa jicho lake mdogo bado haja. وقد بارك الله له في عمره حتى عاش قرنا كاملا, na kwa hakika Allah alimbariki katika umri wake mpaka ameishi karne kamili. Wa fawqahu 3 sanawat, na juu yake kuna miaka 3, na ameishi karne moja kwamba miaka 100, alafu katika hiyo miaka 100 kuna miaka 3 juu yake. Katika masahaba wale wenye umri mkubwa ni Anas radhiyallahu anhu. وكان أنس, na alikuwa Anas ridwanullahi alayhi, razza Allah juu yake, shadida ar-raja, ni mwingi wa kutarajia, li shafaati an-nabi sallam, kwa uombezi wa Mtume sallam lahu يوم القيامة. fakathiran ma kana yaqul, mara nyingi ile baba alikuwa akisema, inni la arju, hakika mimi mwenye kutarajia, an alqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kukutana na Mtume sallam fi يوم القيامة, siku ya kiyama. fa aqul la, mwambie yeye, ya Rasulullah, hadha huwaiduka Unais, hiki ni kijitumishi chako ki Anas, kama mimi natarajia ulikutana na Mtume sallallahu siku ya kiyama, nimwambie maneno haya. Walamma marida Anas bin Malik marad al-maut qala li, pindi alipoumwa Anas bin Malik maradhi ya kufa, aliwaambia watu zake, laqinni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, نلقنين لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم ظل يقودها حتى شكرا سيما يتلقي بكى الكفر رضي الله عنه. وقد أوصى بعصية صغيرة, نقولك أموسية كم كدور, كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم,
kilikuwa cha Mtume sala antulifana maahu, kifukiwe pamoja naye, yani kifukiwe cha kifimbo pamoja na Anas. Fawudi'at baina jambihi wa qamisihi, ikawekwa pembezoni mwa nini, pembezoni mwake, yani fawudi'at baina jambihi, pembezoni mwa babu wake na kando yake, sababu alihusia kwa nacho hicho, sababu hicho ndio aliachia Mtume. هنيئا لأنس ومالك الأنصاري، pongezi furaha kwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu ala ma asbaghahu Allah alayhi min khair, juu ya ambayo aliyomfunikia Allah katika khair, au aliyomkusanyia Allah subhanahu wa ta'ala katika khair. Faqad aasha wa kitalishi في كنف الرسول صلى الله عليه وسلم تقيمها يوم صلى عشر سنوات كاملة من يكون كمين، وكان ثالث اثنين في رواية حديثه هما أبو هريرة وعبد الله بن عمر. نعرفوا وتحت كوابيل يوقفز وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة na Abdullah ibn Umar wakatoa walikuwa ni nani? Anas. Wajazahu Allah huwa wa umma al-nisaa al-islam wal-muslimina khayra al-nisaa, na Allah ni khair yeye na mama yake al-nisaa al-islam na waislamu malipo yaliyo bora. Hii historia fupi